Naam, tumerejea tena mtazamaji wa JNTV na tunaendelea kutazama taarifa za ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na mchezo ambao tulikuwa tunajadili hapa ni mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Young Africans hapo jana, ambapo ulimalizika kwa Dodoma kuibuka na ushindi mabao 3-2. La bao la pili la Alan Okello ni moja ya mabao ambayo yamezua mijadala mbalimbali ya video vya soka. Wadau, wachambuzi, mashabiki wametoa mitazamo yao kuhusiana na hilo bao la pili, na kwa mtazamo wangu kama ambavyo nimedokeza, niliona kwamba Alan Okello alikuwa kwenye mtego kuotea wakati anapokea pasi ya Max Mpia Nzengeli. Of course, by the way, picha za marudio ndio zinaonyesha kabisa kwamba tayari hadi Alan Okello kuja ku receive mpira alikuwa kwenye eneo la kuotea. Ndio. Yaani kitu ambacho kimekuja kusaidia ni kwa sababu kwanza referee alipokuwa asingeweza kungamua moja kwa moja kwamba yupo offside. Lensman alikuwa ni yupo nyuma, yani kama ukitazama picha za marudio hakuwa kwenye mstari wa beki wa mwisho. Yes, yani anakimbia kwa speed kuja kuangalia kwamba je, kwa hiyo muamuzi naye alikuwa anashambuliwa. Yani Lensman yuko far away na beki wa mwisho kuweza aweze kuangalia je, jamaa yuko offside au la. Kwa sababu yani sasa hapo hayo ni makosa ya kibinadamu. Makosa ya kibinadamu kwa sababu gani? Lakini pia ni makosa ya kukosa umakini. Sasa ya makosa ya kibinadamu yataisha lini ndugu yangu? Hapo sasa ndio tunasema tunarudi kwenye masuala ya video assistance referee. Kama tukiwa nayo kama hapo, ndio tungeweza kurudia kwamba tutazame kwamba hii ikuaje. Mimi nafikiri nafikiri kitu kikubwa hapo ambacho umekizungumza ni kosa kubwa moja, ni kwa yule mwamuzi kutoka kwenye mstari ambao beki wa mwisho. Yes. Kwa sababu ukiangalia ile offside haikuwa tight. Yaani haikuwa ni offside ambayo kama mwamuzi angekuwa kwenye mstari kweli wa beki wa mwisho ingempa wakati mgumu kuiona, kwa sababu Alan Okello alikuwa amezidi mwili mzima. Hatari kabisa. Yani clear offside ambayo tunasema ni ile ni zaidi ya clear. Kwamba kila mtu anaitazama, ameona vizuri. Kwa hiyo kwa Yanga pale jana goli moja ilikuwa inawahusu. Goli moja ilikuwa inawahusu. Ndio. Kwa Yanga pia Lensman alishindwa kuwa kwenye eneo sahihi. Ndio maana Alan Okello akaweka bao lingine. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba bana Yanga wamenufaika na makosa ya mwamuzi. Okay. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba halikuwa bao halali. Sio bao halali. Yaani bao lilofungwa, yaani lilivyofungwa bao ni halali, lakini ukija kimpira ndio sio ni bao limekubalika, lakini si bao halali. Yes, kwa sababu hata riziki ambayo mtu anaipata ni riziki, lakini si riziki halali wakati mwingine ambayo anakuwa ameipata. Sahi hapo. Si ndio tunasema tunakubaliana kwamba ni bao lakini si bao halali. Kwanza ukitazama hata ile goli, hata benchi la ufundi la Dodoma hawakuweza kungamua kwamba kama ni offside. Ni offside ama la. Mimi sikuona kama vile wamesimama na kuweza kunanili. Yaani wao wenyewe walikuwa hawajui kwamba ni offside au vipi. Au waliona kiroho safi tunawamudu. Walalamike. Sasa mapema msemaji wao alisema mapema kwamba watajuta. Bwana, sawa. Sasa mara baada ya mchezo huo kumalizika, Young Africans maana yake wamekusanya alama 54 kwenye michezo 23 ambayo wamecheza mpaka sasa, na Simba Sports Club kwenye nafasi ya pili baada ya michezo 22 na wakikusanya alama 49. Na leo hii Simba watakuwa kibaruani kucheza dhidi ya Mashujaa Football Club kwenye uwanja wa Lake Tanganyika kule mjini Kigoma. Mchezo huu ambao utaanza majira ya saa 10 na dakika 15 majira ya jioni. Simba wanakwenda kusaka alama 3, pengine kama watashinda watafanikiwa kupunguza lile gap la alama kiasi, kwa sababu wapo pia kwenye mbio za ubingwa. Mchezo huu na Mashujaa ni miongoni mwa timu ambazo kwenye uwanja wa nyumbani zimekuwa na matokeo magumu sana kuweza kuwafunga wakiwa nyumbani.
Of course kwa usemi wako wewe kwamba hapo nyumbani Mashujaa unaweza kawabeba, lakini kwangu mimi sasa hivi ukizungumzia hii mechi kwa karatasi moja kwa moja, ndio mimi nampa Simba kwamba hii game anaenda kushinda. Kwa sababu sio Mashujaa ile ambayo tumeizoea. Ndio. Labda tangu alipochukua bwana kocha huyu Julio mzee wa kulipuka, afisa habari mzee wa kulipuka, tumeona wamejitahidi kupata hizi sare sare wamezipata. Yes, kwa sababu ni mara ya mwisho Mashujaa kupoteza kwenye uwanja wa nyumbani ilikuwa ni Februari 9. Kwa hiyo baada ya hapo wamecheza kwenye uwanja wa nyumbani. Mashujaa mara ya mwisho walipoteza wana muda mrefu sana. Walipoteza Februari 23 2025. Sawa, nyumbani hapo kwenye uwanja wa nyumbani. Baada ya hapo hawajawahi kupoteza tena kwenye uwanja wa nyumbani mpaka leo hii. Kwa hiyo wana mwaka mmoja Mashujaa hawajapoteza kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo Simba leo hii kama watashinda watakuwa ni timu ya kwanza kuifunga Mashujaa kwenye uwanja wa nyumbani kwa mwaka 2026. Sahihi. Mimi naamini kwa Simba kama nilivyosema, utaweza kwa moja kwa moja kwamba Simba wana win hii game. Lakini itakuja kutokea kama ile ya jana ambapo watu wengi sana mentality walikuwa wanajua kabisa hawa Dodoma kwa Yanga ndio ni mpeche. Mpaka sasa hivi watu wanajua Mashujaa kwa Simba. Labda Simba tu wakutane na mzigo wa ugenini. Lakini kwa kusema ushindi kwamba upo wazi, but nakwambia ni game ngumu, game ambayo itamhitaji Simba aende kwa uangalifu mkubwa sana. Naamini kama Mashujaa wakibahatika kupata goli la mapema, Simba wataumia. Wakipata goli la mapema wanakuja kwenye ile mifumo ya kufanyaje, kulinda na tuwapelekee. Sijui unaelewa na kupata. Kwa hiyo ni bonge la mechi. Julio naamini anataka kujitengenezea CV naye, hata kubariki uzembe wachezaji wewe wazembe. Mimi naamini kwa hasira za Julio nahisi akiwa na hata anawaelekeza wachezaji kuna namna fulani, nahisi hata makofi atakuwa anapigwa, ila sina uhakika, lakini kwa namna ambavyo ninavyomuona akiwa anazungumza ni mtu wa hasira, anazungumza kwa jaziba. Kwa hiyo hata kubali aweze kupoteza, hata anataka prove kwamba bwana, mimi hata kama mlinitoa kwenye timu ya taifa, ndio leo nimekuja Mashujaa, nimeongoza kwa sare mpaka juzi kana anazungumza kwa eti mimi na Simba ni jana tumeona press yake, ndio akasema mimi na Simba ni kitu kimoja tu, ni kitu kimoja. Kwa eti Mama Samia akisema kwamba leo ligi imeishia hapa, sisi wote na Simba hatuna ubingwa, Yanga ndio ubingwa. Kwa hiyo siwaogopi Simba na itaingia kwa uangalifu. Yes, na mimi nasemaje bwana Shurimari, Simba na kikosi kizuri. Ndio. Simba ile dirisha dogo imemlipa kwa baadhi ya wachezaji ambao wamewasajili. Ndio. Akina Aura Tulevo. Yes. Lakini ukija akina Ribasige, Chama Kratos, kina Kibabage wanajitutumua kama hivyo. Ndio. Unavyoona wanavyocheza, bado wana kikosi ambacho ni kizuri japo madhaifu yapo na kuyamaliza haya moja kwa moja sio jambo jepesi. Muona hata Chelsea bado wanaugulia maumivu hivyo. Huko wanaugulia maumivu, wana mechi nzito pia na Manchester City. Kwa hiyo hata Mashujaa tunaona bado wanaweza kufanya jambo kubwa, wakaishangaza Tanzania, wakaishangaza pia dunia nzima, kwamba bana ile timu ambayo imefunga goli zuri ambayo imepostiwa leo imefungwa hata goli 2, imefungwa 3. Sasa Andrew Nehemia, vipi kama leo hii Simba watafanikiwa kuibuka na ushindi, tunaweza kuwaweka moja kwa moja kwenye 50% ya kuchukua ubingwa? Kwa sababu atasalia na gap. Hata kama akishinda leo, sio hivyo? Ndio. Kwa sababu akishinda hapo ana alama 47 kama sijakosea. Simba na alama 47. Yaani 7, sio hivyo? Kwa hiyo atakuwa na alama 50 ambapo wa juu yake ana alama 54, sio hivyo? Yanga 54, sio hivyo? Afu Simba ni 40 na moja nadhani. 49. Kwa hiyo akishinda leo atakuwa na
50, 51, 52. 52. Kwa hiyo gap la alama ngapi? 2. 2. Bado kuna gap, na kwa football gap la alama 2 ni kubwa, ni kama mlima. Yaani gap la alama 2 ni kama mlima mkubwa. Lakini kwa mwenendo wa Yanga, kwa sababu Yanga unajua hawajacheza na Azam mpaka sasa. True, ndio maana nimekwambia kwamba ni gap kubwa. Sasa na Simba kishinda leo, akibalia kushinda, ndio kwa hiyo atakuwa hatuwezi tukampa 50% kwa 50. Yaani hilo siwezi nikalikubali. Ndio mimi nitaweza kwamba bwana, kwa hiyo utampa ngapi hata kama atashinda kwenye mchezo wa leo? Bado nitampa asilimia kama tuseme 80 kwa 90. Maana yake Yanga unampa 80, 90, Simba nampa 80, kwa sababu alama hiyo gap yawezekana kama Yanga kuna mchezo atapata sare. Yaani kwenye 100% zile tukiwagawia wao wawili. Ndio maana nimesema kwamba Yanga utampa asilimia ngapi na Simba utampa asilimia ngapi? Hapo mimi kwa 100% tukija kwa Yanga kwanza. Yanga nampa 90. Kwa hiyo Simba anapata 10%. Yaani Simba kwa mpaka sasa hivi. Wewe usimeniuliza kwamba kila mmoja nampa kwa hizi, yani kwenye 100%, tukiwagawia hawa wawili Simba na Yanga, kwenye 100% Simba awali kwamba Yanga anampa 80, Simba 20. Okay. So hivyo kwa sababu bado gap lipo kubwa. Kwa hiyo sasa, ndugu yangu, kwenye mchezo Simba na kazi kubwa sana kuweza kuhakikisha Yanga aje kupoteza nini hizi alama 2. Kumbuka msimu uliopita mpaka wanakutana alama moja, wanapambania alama moja, lakini bado Simba kafanyaje? Akakubali kwamba bwana yaishi kuwa bingwa tena. Kwa hiyo alama 2 ni mzigo mkubwa. Unajua Yanga anaweza kutangaza ubingwa kwa hizo alama 2. Maana yake inamaanisha nini? Simba kama atapoteza hata game ya leo, apoteze game nyingine, tayari Yanga anakuja kuwa anatangaza ubingwa mapema. Kwa mwenendo wa Young Africans kwa sasa, hata Simba akipoteza, unaiona Yanga ikienda kufanya vizuri kwenye michezo yote iliyosalia? Sina uhakika kwa sababu Yanga inavyocheza sasa hivi inatia wasiwasi. Tena inatia pressure hata kwa mashabiki wa Yanga wenyewe. Ndio. Mwenendo ni sio mzuri kwa sababu timu kama inatengeneza nafasi na inashindwa kuziconvert kwa magoli. Ndio. Ogopa sana. Ogopa sana. Yanga sasa hivi wangekuwa na haya magoli ambayo wanakosa, wangekuwa wanashinda. Yaani isingekuwa, yaani hata mashabiki wasingekuwa na pressure. Mpaka sasa hivi hapa viongozi wa Yanga wanaumiza kichwa kuweza kufanya usajili mwingine tena. Nani kuachwa? Nani shida? Lakini pia bwana, mimi naweza nikasema kwamba hata yeye kufukuza makocha kwamba pande mbili zimekubaliana wapi pande mbili? Lakini juzi si waliandika imemfuta kazi. Kama imemfuta kazi, lakini kwa makubaliano ya nini? Pande mbili. Haya, kocha kama hivi Shuimari, kama yani, kocha alikuwa hapotezi. Unasikia? Kwani unaposikia makubaliano ya pande mbili unaelewaje? Kwamba ni kwamba watu wanakuja bwana, sisi kwa mwenendo huu tunaona tusitishe kibarua chako. Kisha upande mwingine unasema sawa, sitisheni. Ni makubaliano pande mbili. Of course ni makubaliano, lakini angalia impact ya mtu. Forza alikuwa apotezi game, wakamfukuza. Forza amepoteza game? Hapana. Hakupoteza. Pedro hajapoteza. Wakamfukuza. Umemfukuza tu, umepoteza game. Timu inachezaje? Na jana nimesikia moja ya makocha waliopitia Yanga akiwa anazungumza na moja ya chombo cha habari akiwa anatoa nyongo sana kwa timu ya Yanga. Nikasema huyu kocha ana jaziba na timu ya Yanga. Alipokuwa anazungumza akazungumza kwamba Mungu ameamua kuwapa adhabu. Mnamfukuzaje kocha ambaye hajapoteza hata mechi moja? Kwamba Mungu ameamua awaonyeshe kwamba haya wanayofanya ni hamridhiki. Eti ni mabaya sana. Lakini ukija ukifuatilia ni jaziba ya kocha huyo aliyepita pale Yanga. Kwa hiyo sasa, kwa mtazamo wangu na mwenendo wa klabu ya Yanga kwa ubingwa bado ni mgumu kama jiwe mbele yao.
kwa sababu kama umeruhusu kufungwa na Dodoma Jiji, ndio, na bado hujakutana na na Azam ambaye Azam naye anakupa wasiwasi mkubwa unapokutana naye, babu, nikwambie itakuwa ni hatari sana bwana. Itakuwa ni hatari sana. Tutazame kwa mara ya mwisho tugeukie kwenye michezo mingine bwana. Simba kuna changamoto fulani, ni kama tunasema kwenye dakika fulani pengine 80 90 hapo 70 kuna kipindi fulani alikuwa anapitia changamoto kubwa sana ya kushindwa kucheza kwenye ubora tangu alianza nayo kwenye dakika ya kwanza mpaka zinapokaribia dakika ya 70 au 60. Hilo tatizo kwenye hizi mechi tatu za mwisho bado lipo, umeliona au kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanyika, yametokea kwa Simba? Mabadiliko yapo, naweza kusema hivyo kwa namna wanavyozidi kuendelea, ndio, lakini bado mimi dauti yangu sijaona Simba iliyocheza Muungano. Sijaiona kabisa. Hujaona ile nguvu ya Simba iliyocheza Muungano? Bado sijai kuona. Yaani hapa watu wataniprove, lakini mimi sijaona kwa sababu ni Simba ilikuwa inacheza kwa nguvu. Siku hiyo ilicheza mpira ambao mpaka nikashangaa. Wachezaji hapo down ndio wanacheza vizuri, lakini ukitazama hata before ya Muungano, Simba ilikuwa ni timu ambayo kipindi cha kwanza ikicheza mpaka dakika ya 20 ngapi 30 wameshaanza kwa down wachezaji, nguvu zinawaishia. Ndio sasa maybe ikaja ikaangaliana Muungano kama Simba imebadilika. Michezo hii mingapi ambayo imepita ya ligi, ukianzana wa Yanga umeona wamekuja JKT wakacheza vizuri, lakini bado naona ile speed inakuwa ipo chini. Sio kama kitu ambacho kuna tunategemea kwamba dakika ya 80 Simba wawe down. Sio kama kivile. Sasa hivi wanajitahidi kurudi kwenye ile motion yao ambayo wanakuwa nayo. Bwana, sasa tumesaliwa na dakika 15 tu, mtazamaji wa JNTV. Tunaendelea kutazama taarifa na kutoka kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambayo leo inakwenda kuchezwa kwenye michezo takriban 4, na tukiachana na mchezo huo wa Simba ambao watakuwa ugenini dhidi ya Mashujaa Football Club, mchezo mwingine ni Azam Football Club ambao watakuwa nyumbani Azam Complex pale Chamazi jijini Dar es Salaam kucheza dhidi ya Walimapamba jiji la Mwanza Pamba Football Club. Mchezo utachezwa majira saa 12 na dakika 30 jioni. Bwana, Azam Football Club mwenendo wao si mzuri. Ni timu pekee ambayo imetoka sare nyingi zaidi kuliko timu yoyote ile kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu. Flora Ibenge ni kama mambo yameanza kuwa magumu hivi kiasi. Changamoto ni nini hasa? Mechi zote ambazo wamecheza, michezo 22 ambao wamecheza, wamekusanya alama 43 pekee. Yes. Ni wakati ambao anapitia Front Ibenge. Yes. Anapitia wakati mgumu sana. Timu kupata sare, timu kupoteza zaidi ya sare 10. Hatari sana. Tena wewe ni kocha ambaye mwenye profile kubwa. Timu yako ina sare kibao. Mpaka Julio kana anasema, mbona Ibenge anapata sare nyingi sana? Na hamsemi. Umejikausha. Mbona mimi nipata sare? Kwa hiyo mimi na Ibenge utofauti uko wapi? Na akasema analipwa dola nyingi sana. Kwa tofauti mimi na Ibenge kwa sababu analipwa yeye dola. Ndio. Bora sasa. Kwa hiyo kwa Azam wanapitia wakati mgumu, wamesare nyingi, lakini juzi tumeona wametoka kufungwa sare takriban 10 na juzi wametoka kupoteza game. Ndio. Sio unakumbuka na TRA. Siwezi kusahau. Bao 4-1. Kwa hiyo unaona kwamba trend ya Ibenge inazidi kuwa ni ngumu. Umetoka kwenye sare ukaja kupoteza, mwisho wa siku watu wanawapa maswali. Yule ndiye Ibenge wa Al Hilal? Ndio. Tulikuwa tunamuona Ibenge ambaye alikuwa anazungumziwa. Ukimzungumzia kwanza Ibenge kuja kwenye hapa kwenye ligi ya Tanzania ilikuwa ni swala gumu mno. Ndio. Kusema hamna timu ambayo inaweza kumleta Ibenge, lakini Azam wakapambana wakamleta Ibenge. Na nadhani project ya Azam ilikuwa sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Kwa sababu kama walikubali kumleta kocha mwenye profile kubwa kama Ibenge, lakini mpaka sasa hivi hatumuoni Azam akiwa ananyukana nafasi ya kwanza pale. Ndio. Yaani ni jambo kubwa sana.
na pengine Azam pia unaweza kuwalaumu na wenyewe kuacha wachezaji hawa, inawezekana pia ikawa na wagharimu. Japo bado wana wachezaji ambao ni quality ambao tunawajua, kina Faisal wapo pale, tumeona bado wapo kina Pascal Msindo, watu wana James Akamiko, umeona kina Yero Diaby wapo bado na piga mambo mazuri, striker mrefu kama nini bado yupo, lakini tumeona Kitambala bora Kitambala bora ambaye aling'ara kwenye mechi ya ilikuwa mechi ya Simba kitu kama hicho, akafanya maajabu makubwa. Kwa hiyo bado front bank ana kazi kubwa ya kufanya, na kwa hizo mechi ambazo zimesalia yawezekana pia hata nafasi ya 4 ilikuwa changamoto, wasipangana vizuri wakaikosa. Azam wako kwenye nafasi ya 3 alama 43, Singida kwenye nafasi ya 4 alama zao ni 38, JKT Tanzania nafasi ya 5 alama zao 36, TRA nafasi ya 6 alama ni 34. Bwana kweli wako kwenye kibarua kizito sana. Kwa sababu hiyo interview ambayo ipo kwa Azam na Singida ni ndogo sana. Kama Azam watapoteza hata mechi 2 alafu Singida akashinda, tutamwona Singida anamshusha Azam anarudi chini, na hapa Azam atakuja kupambana mtu ambaye ipo nafasi ya ngapi, ya 5, kuweza kuondoane kwenye nafasi ya 4 pale. Kwa hiyo pengine ni kama tuseme sasa Florai Ibenge ligi imemshinda. Ligi ya Tanzania ni ngumu ndugu yangu. Ligi ya Tanzania ni ngumu. Au wachezaji anaowafundisha hawana ubora kama ule ambao wapo kwenye timu ambazo ametoka. Hapo yapo mambo mawili. Yawezekana amekuja kwenye ligi ambayo ni ngumu. Unaelewa? Yaani katika ligi ambazo ni ngumu pamoja na ligi ya Tanzania. Yaani kina Gamondi walivyowini kufundisha hizi Yanga zikaklik kwenye mfumo. Ndio. Ikawa ni timu tishio. Umeona? Walifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo anapokuja kocha kutoka kwenye hizi ligi zingine, yawezekana yupo kwenye timu ambayo ina wachezaji wazuri, ndio, na ipo kwenye ina wapinzani ambao sio wenye quality. Sijui hapo umeelewa? Ndio. Yaani ipo kwenye timu, yawezekana Ibenge pale Al-Hilal pale alipokuwa alikuwa na wachezaji ambao ni wazuri mno kuliko hizi timu zingine ambazo zipo down. Si hapa nilipata vizuri. Nakupata vizuri. Kwa hiyo sasa anapokuja kwenye ligi kama hii ambayo imejipambanua, ambayo imetoka kwenye ligi ambayo Simba ilikuwa ni bonge la timu kipindi hicho mpaka sasa hivi, ambapo Simba yani anapokutana na Mtibwa, Simba anaenda kwa masikitiko makubwa kwa kujihami, sio kama kipindi hicho. Kwa hiyo sasa at the end ligi ya Tanzania yawezekana pia imempalia Ibenge, lakini pia quality ya wachezaji ambao alionao, je, ni yeye alisuggest kwamba niwe nao Ibenge? Lakini Ibenge alitambulishwa kabla ya wachezaji kusajiliwa. Kwa bila shaka natumai wachezaji wengi aliwasajili kwa pendekezo lake mwenyewe. Sahihi, na kama aliwapendekeza wachezaji akaletea wachezaji, basi ligi imempalia na yeye usajili wake umefanyaje, umekwama. Tusubiri msimu ujao atafanya nini. Lakini ukiachana na mchezo huo, ni mchezo mwingine, Mtibwa Sugar. Huu ni mchezo mapema kabisa saa 8 kamili mchana. Yes, na KMC. Hapa nikitoka nikanywe chai. Bonge la mechi. Maana la sivyo. Bonge la mechi. Hapo lazima chai usike baadaye. Unajua Mtibwa Sugar nao mwendo wao sio mzuri. Ni mbaya. Kiufupi usiseme ni sio mzuri. Ni mbaya. Ni mwenendo wao ni mbaya. Kwa sababu kwa idadi ya mechi ambazo zimesalia huko kwenye nafasi ya 13, huo ni mwenendo mbaya sana. Sio kidogo, ni sana tu, kwa sababu mechi 22 unashinda michezo 8, sare 8, unashinda 5, sare 8, vipigo 9. Ni mwenendo mbaya kabisa. Anakutana na KMC. KMC ambaye anatamani apate hata game 4 ashinde. Hata moja tu anatafuta. Umeona? Yaani anatamani kwamba hii game. Sasa anakutana na Mtibwa Sugar ambaye anajua kwamba labda anaweza kaimudu. Na kama alimzuia Yanga kashinda goli moja, sio mchezo. Kwa hiyo sasa Mtibwa Sugar leo aingie kwa uangalifu mkubwa. Ndio. Leo KMC ataenda amejipanga vyema. Aone at least nikimpiga Mtibwa Sugar, ndio, nipate alama 3. Naweza zikaniboost kwenda juu kidogo kwa namna fulani. Ndio. Which means that
atatafuta mechi zingine hata 2-3 aweze kujipapatua, aweze kushinda. Unajua watu watashangaa, kuna maajabu makubwa yataweza kutokea. Watu wasije kaona Wolves huko sio imekuaje, sasa hivi tu anamalizia ratiba, lakini kwa KMC kuna maajabu makubwa yanaweza katokea, KMC akabaki kwenye ligi. Bwana, tusubiri kuyaona hayo maajabu makubwa. Najua huwezi kuniamini kizungumza hivi. Yaani huwezi kuniamini. Kwa nini nisiamini kijana? Kwa mechi zilizobaki hizo. Kijana mwenye roho ya kinabii. Kwa nini nisiamini? Asante sana. Bwana, sawa mtazamaji, tumemaliza taarifa za michezo za hapa nyumbani Tanzania, na twende tukatazame habari za michezo nje ya mipaka ya Tanzania, na tuanzie pale nchini England ambapo jana ligi kuu ya soka nchini humo EPL iliendelea kwa mchezo mmoja ambapo Manchester City walikuwa nyumbani kwenye uwanja wa Etihad kucheza dhidi ya Crystal Palace, na dakika 90 zilimalizika kwa Manchester City kuibuka na ushindi wa mabao 3-0, mabao ya Semenyo lakini pia Omar Marmoush pamoja na Savinho Moreira yakiwapa alama 3 Manchester City ambazo zinawafanya kuendelea kusalia kwenye nafasi ya pili ya ligi hiyo wakiwa wamekusanya alama 77 kwenye michezo 36, sawa kabisa na mechi za Arsenal ambao wanashikilia usukani huo kwa alama 79. Manchester City wamefunga mabao 75 wakifungwa mabao 32, wakati Arsenal wakifunga mabao 68 wakifungwa mabao 26 pekee. Lakini kule nchini Uhispania, Espanyol walishinda mabao 2-0 dhidi ya Athletic Club, lakini Villarreal wakiibuka na ushindi mabao wakifungwa nyumbani mabao 3-2 dhidi ya Sevilla, lakini Deportivo Alaves wakashinda bao 1-0 dhidi ya FC Barcelona. Getafe wakishinda mabao 3-1 dhidi ya Mallorca, lakini pale Ligue 1 Ufaransa, Brest wakipoteza nyumbani mabao 2-1 dhidi ya Strasbourg, lakini Lens wakipoteza nyumbani dhidi ya Paris Saint-Germain. Lakini pale nchini Italia, Inter Milan mambo ni mazuri kweli baada ya kushinda taji la ligi kuu ya soka nchini humo, na jana wamefanikiwa kuibuka na ushindi mabao 2-0 kwenye fainali ya Coppa Italia. Hili ni kombe la FA nchini Italia, wakifanikiwa kuibuka na ushindi. Lakini leo mambo yapoje barani Ulaya? Tukianzia pale Uhispania, Valencia watakuwa nyumbani dhidi ya Real Vallecano, Girona dhidi ya Real Sociedad, lakini Real Madrid dhidi ya Oviedo, Real Oviedo. Lakini kesho ligi hizo zitaendelea kama kawaida. Lakini vipi kuhusiana na mwenendo wa Manchester City? Unatishia hali ya Arsenal kwa namna yoyote ile? Mechi mbili zimesalia. Guardiola ana mpango wa kumuonyesha kwamba Arteta yeye ni mwanaume. Yes. Kivipi tena? Unajua kadri ambavyo siku zinavyozidi kwenda, Arsenal anazidi kutetemeka. Yaani Arsenal yupo pale kileleni, lakini badala apate joto anapata ubaridi na kutetemeka. Ndio? Sasa jana watu walikuwa wanajua kwamba hapa Crystal Palace lazima kabisa aweze kukaza. Wewe mwenyewe kaniambia hapa kwamba hapa mimi naona mambo yawezekana yakawa ni magumu. Ndio? Lakini nikapigwa na butwa na mshangao nilipoona kwamba sasa Guardiola kama ana mpango huu anamzuia Crystal Palace. Unajua jana nilikuwa nafanya review ya ile mechi. Ndio. Bwana, mabeki wa Manchester City wana roho mbaya sana. Roho mbaya sana. Ndio. Yaani walikuwa hawaruhusu penetration pass ya namna yoyote. Nikasema kweli Guardiola hapa amejipanga kumshusha Arsenal. Sio kwamba amejipanga kumshusha Arsenal, pengine amejipanga kutoa tu ubingwa. Sasa akishamshusha si ndio hivyo? Ndio ubingwa wenyewe. Pengine anakuambia mimi sikushushi, ila nataka tu ubingwa. Wao kina Mari wanapambana. Umeona? Wanapambana kabisa kuona kwamba hapa na hii lazima tushinde bao. Unajua kuna kitu hapa ambacho kinatishia, umeshakiona? Kitu gani tena kinatishia? Idadi ya mabao pia. Inawezekana kama Arsenal wamefunga mabao 68, wamefungwa 26. Lakini 75 kwa Manchester City, 32 kwa waliofungwa. Kwa hiyo unasema kwamba hilo inaweza kawa ndio kigezo? Yaani maana yake ni kwamba kama ikitokea wamefungana alama, Manchester City watanufaika kwa idadi ya mabao ya kufunga. Ndicho kitu ambacho kinamuumiza Arteta mpaka sasa hivi. Kwa kigezo hicho ndio maana pambana
aweze kuona kwamba inakuwaje. Unajua kati ya vitu ambavyo vinampa confidence ndio kocha yeyote pale EPL ndio ni pamoja na kuona kwamba ametoa ubingwa. Tusubiri itakuwaje, mtazamaji wa JNTV. Mna kwa sekunde 10 una chochote kile ambacho unaweza kumpatia mtazamaji na akakisikia kama tiba asubuhi ya leo? Kabla sijampatia Coppa del Rey. Yes. Coppa Italia. Inter. Ambao nimesema wameshinda mabao 2-0. Yaani Inter mimi bwana mapongezi. Ndio. Niwapongeze sana. Yaani kwambia mimi ni mmoja ya watu ambao nafuatilia sana Coppa Italy. Hatari sana. Bonge la mechi. Wanacheza kama sijui wamekunywa nini wale Inter. Ni watu ambao mimi napenda sana. Nikakwambia hata hapa Tanzania wangechukua mifumo ya kocha wa Inter Milan. Ndio. Ile pale wasema kipa mpe twende. Ndio. Ambao tungetoboa. Bwana tunatamani kula story lakini muda unatupiga makonde. Cha kumpatia mtazamaji wa JNTV asubuhi ya leo. Ndio. Bwana. Ukiona vyaelea ujue vimeumbwa. Ukiona vyaelea ujue vimeumbwa. Na maanisha nini? Vijana wenzangu wote ndio na washauri. Ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Unajua wewe usimenipata hapo? Au mpaka tuseme kuhusiana kina Recho? Sisemi mengi. Bwana mtazamaji, utakupata mazito. Mtazamaji umeungana nasi kuanzia saa 1 kamili za asubuhi mpaka hapa ambapo tunafikia tamati. Tumeangazia taarifa nyingi kwelikweli kwenye udondozi wa magazeti ndani ya viwa na viwili, lakini pia kwenye JN Sports tumetazama habari nyingi za kimichezo tukiangazia habari za hapa nyumbani Tanzania, lakini pia tumetazama habari za michezo nje ya mipaka ya Tanzania. Tumegusa mambo mengi kwelikweli. Ni matumaini yangu kwamba umefurahika na yale yote ambayo tumeyadondosha kwako popote pale ulipo Tanzania. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, pia halikadhalika tunapatikana kama JNTV Tanzania. Usiache kutufollow, ukaweka maoni yako, ukashare na kila kitu kitakuwa vizuri kabisa, barabara kabisa. Shukrani sana, nikutakia tu asubuhi njema ambayo haina bugudha ya aina yoyote. Kesho nayo ni siku Ijumaa nzuri kabisa. Ujumuike nasi kwenye mbiu asubuhi ya JNTV. Jina langu ni Imam Shughuli Mali, nilikuwa naye hapa Andrew Nehemia, bila kumsahau fundi mitambo engineer kabisa Aram, ambaye amefanikisha mambo yote yamekuja vizuri kabisa kama ambavyo ulitarajia. Asubuhi njema na wakati mwema pia.